Tunaenda katika Revelation ama ufunuo wa Yohana. Leo tunaenda mlango wa 9, chapter 9, na najua Mungu atatubariki. Na last week tuliweza kuona chapter 8 na Mungu alitusaidia kuona, na tuliona vile ile siri ambayo ilikuwa ni ya 7 ambayo iliweza kufunguliwa, na ilipofunguliwa, ule muhuri wa 7 ulipofunguliwa, kukanyamaza mbinguni kwa muda wa, kulingana na Yohana, wa nusu saa. Mbingu ikanyamaza, alafu kile kilichotoka katika huo muhuri wa 7 ni zile tarumbeta 7 trumpets ndizo zilitoka katika ule muhuri wa 7. Kumbuka mihuri ilikuwa inafunguliwa ili tuweze kuwa na access ama tuweze kuown ile title deed, kwa sababu title deed haungefungua kama haujanunua kile kifaa, ama kama ni shamba haujanunua shamba, kama haujanunua na ukalipa gharama yote ya ile shamba, haungeweza kupata ruhusa ama nafasi ya kufungua ule ama zile mihuri, the seals ambazo zilikuwa zimefunga ile title deed. The same case applies to hii title deed, hii scroll ambayo chapter 6 Yohana aliona, na akauliza ni nani ambaye amequalify kufungua hizi mihuri 7 na ama kufungua kile kitabu, ile scroll. Na Biblia inasema kukapatikana mbinguni hakuna, lakini Yohana alipoenda kulia, kwa sababu hakukukua, akasikia sauti ikisema usilie, kwa sababu kunaye ambaye ako qualified na ameweza kufanya hivyo, naye sio mwingine, ni simba wa kabila la Yuda ambaye ndiye Yesu Kristo. Na alipoangalia, badala ya kuona simba, aliweza kuona mwana kondoo aliyeonekana kama amechinjwa. Na katika huo mwana kondoo kuchinjwa, hiyo ndiyo ile njia alitumia ya kuweza kuchukua ile siri. Hapa mbinguni, duniani, wakati Yesu alikuwa hapa duniani, shetani alikuwa anataka kumpitisha shortcut za kuchukua ile siri ama ile scroll, katika njia ya kumwambia ya kwamba ukiniabudu, akamwonyesha miliki zote za dunia, akamwambia ukiniabudu nitakupa hii miliki zote za dunia. Lakini Yesu alikataa, na akapitia ile njia ambayo ni nzuri, na ni njia ya msalaba, ambapo alikuwa amesema, Mungu alikuwa amesema pale awali, yoyote ambaye akaambia hata mkikula matunda ya mti wa katikati ya shamba hakika utakufa. Na kwa sababu alikula, lazima kifo kingekuwa, na sio vifo za mwana kondoo zile zilikuwa katika agano la kale, lakini kifo cha Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hizi seals ndizo zilikuwa zinafunguliwa, na zilipokuwa zinafunguliwa, ghadhabu ya Mungu ilikuwa inaonekana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alienda Yesu amejionyesha kwa dunia, na Biblia inasema ya kwamba alipenda ulimwengu, akachukua dhambi zote za dunia, za ulimwengu, tangu wakati huo alipokufa mpaka wakati ambapo rapture itakuja. Dhambi zote zimelipwa, dhambi za kila mtu ambaye alikuwako na atakaye kuja before rapture, hizo dhambi zote zimelipwa na Yesu pale msalabani kwa kifo chake. Sasa Yesu akilipa, naye wanadamu wakatae, ndiposa hizi ghadhabu zinashuka chini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hii ni mfano mmoja huwa napeana ndio tuelewe vizuri. Kwa mfano, yani kifo cha Yesu venye alilipa dhambi zetu inafanana na hivi. Tuseme MP ama MCA
wa hii eneo aende hapa Quickmart, alafu aseme wale wote wako na kura ya hapa Waithaka wote amewalipia kila mtu bundle mzima ya unga, bundle mzima. Kwa hivyo wewe bora tu uko na nini, kura ya hapa Waithaka, wote ya Waithaka, ukienda pale unapata hiyo. Sasa ni kumaanisha aje? Yule ataenda ile kitu ambayo unafaa ujue ni hiyo right ya kwamba already umelipiwa unga bundle, umelipiwa. Wewe enda pale, bora tu uko na kura yako, uende pale uchukue unga. Bora wewe ni wa Waithaka wote, uende uchukue unga bundle mzima, watu wote, kila mtu. Je, wewe ukikataa kwenda kuchukua, hawa watakuletea hapa kweli? Hawawezi. Hata ukienda pale useme ya kwamba mimi nataka kununua, niko na pesa, ndio hii pesa za bundle mzima, unaona, utanunua na watachukua pesa wakupatie unga, kama vile watu wanavyofanya kulingana na Old Testament. Already dhambi zimelipwa, lakini bado watu wanaendelea kununua righteousness na matendo yao, kununua righteousness na kujitahidi sana, na already umelipwa. Sasa it's just for you to go and take, kwa sababu imelipwa. Hivyo ndivyo Yesu msalabani pale alitulipia dhambi zetu. Kwa hivyo sisi tu ni kuamini kweli Yesu ulinilipia dhambi na unafanyiwa mwenye haki. Bwana asifiwe sana. Na ni hiyo katika chapter 6, na ndiposa mihuri sasa inafunguliwa, ghadhabu za Mungu zinamwagika hapa duniani, na tukaona ya kwamba seal ya 7 ilipofunguliwa, ambayo sasa ndio ya mwisho, ndio ile scroll ifunguliwe kabisa, Biblia inasema kukatoka trumpet 7. Na hizo trumpet 7 tuliziona chapter 8. Nafikiria tunaweza kumbuka, tuliziona nini kilichojiri katika hizo the 7 trumpets. Chapter 8 verse 8, nafikiria tunaweza kumbuka sana ya kwamba tuliweza kuona. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise God. Amen. Na ili juu ya time hatutarudia sana, lakini najua tunakumbuka, na kama haukumbuki urudie chapter 8 kusoma, utaziona. Sasa nataka tuende chapter 9 kwa haraka, na najua Mungu atatubariki. Tuliona 4 trumpets in chapter number 8. Bwana asifiwe sana. Praise God. Amen. The first angel katika, wacha tu nirudie chapter 8 verse 7. The first angel blew the trumpet, and the following and there followed hail and fire mixed with the blood of this, and these were those upon the earth, and the third of earth was burned up, and the third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. Hiyo ndio ilikuwa trumpet ya kwanza, ya kwamba vitu zote za green, miti, whatever, 1/3, about almost half of the earth ziliweza kuchomeka. The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown in the sea, and the third of the sea became blood, and the third of the living creatures in the sea died, and the third of the ships were destroyed. Sasa huo trumpet ya pili ili destroy karibu nusu ya wanyama wa baharini, wa majini, wa baharini. The third blew his trumpet, and a great star fell from the heaven, blazing like a torch,
and it fell on the third of the rivers on the spring of water. The name of the star is wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. Kwa hivyo, the second trumpet ili destroy wanyama wa majini. Hiyo ni second. The third iliharibu pia maji, lakini kwa njia ya kuaffect wanadamu, kwa sababu Biblia inasema and many people died from the water because it was being made bitter. The fourth angel blew trumpet, and the third of the sun was struck, and the third of the moon, and the third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and the third of the day might be kept from shining, and likewise the third of the night. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huu ni muhuri wa ngapi? Wa 4, ambao ulistruck skies, ambao sasa light ambazo zinatoka kwa skies ziliweza kuafektiwa na karibu nusu ukawa giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise God. Amen. Hiyo ndio ilikuwa mihuri 4 ya kwanza ambayo ilikuwa. Sasa then I looked, chapter 13, and I heard an angel crying with a loud voice as it flew direct overhead. Woe, woe, woe to those who dwell on the earth at the blast of the other trumpet that the 3 angels are about to blow. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, woe unto those on the earth. Kwa hivyo, hizi trumpeti 4 zilikuwa sio kali kama zile zinazokuja. Hivyo ndio angel anasema. Kwa hivyo anasema woe unto you who are on earth, kwa sababu sasa ile ghadhabu inakuja ni kali sana. Okay, hizo 4 zinadili na nature. Hizo 4 zinadili na nature. Tunasikia mambo ya mountains, mambo ya rivers, ya lakes, ya waters and what have you. But now ile inakuja sasa mambo ya spiritual. Ni somehow demonic. Sasa ni demonic. Hiyo imekuja, ukiongea mambo ya sun, ukiongea mambo ya rivers, hiyo ni mambo ya nature. Lakini sasa ile inakuja the 3 trumpets, sasa zina deal na mambo ya demonic. Sasa shetani yeye mwenyewe ndio atakuwa kufanya kazi. Kwa hivyo Mungu aliwachilia mwana kondoo. The Bible says mwana kondoo. Mwana kondoo aliwachilia ghadhabu zake, nature ikawa affected na ika-affect mwanadamu na wengi wakakufa. Lakini sasa Mungu anawachilia naye shetani alete ghadhabu zake kuanzia sasa na chapter 9. Nafikiri hapo tumeelewa. Bwana asifiwe sana. Chapter 8 deals with the 4 first trumpets deal with nature. Nature iliafektiwa, ika-affect human being na watu wengi sana wakakufa. Bwana asifiwe sana. But from the 5th to the 7th trumpet sasa ni shetani amewachiliwa na Mungu, sasa naye alete ghadhabu zake. Bwana asifiwe sana. Now chapter 9 verse 1, and the third angel and the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heavens to earth, and he was given keys to the shelf of the bottomless pit. He opened the shelf
of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like a smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then wacha tufikishe hapo 1 and 2. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth. A star fallen. A star fallen, Kiingereza, na ni version zote zinasema hivyo, nimeangalia. Sio a star falling, but a star fallen. Falling ni present tense, lakini fallen ni past tense, ya kwamba already the star has been fallen. Yaani ni kumaanisha na nikaona nyota aliyeanguka, sio anayeanguka, lakini aliyeanguka. Kutoka wapi? Mbinguni hadi hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise God. Amen. Haya, huyu star ni nani? Ukisoma in the book of Ezekiel chapter number 28, inaongea kuhusu an archangel ambaye alikuwa anaitwa Lucifer. Na Lucifer, the word Lucifer, ukienda uangalie the source of the word Lucifer, inamaanisha shining star. Shining star. Kwa nini? Lucifer akiwa mbinguni alikuwa amepewa hiyo uwezo wa kuweza kuongoza malaika wengine katika sifa na kumwabudu Mungu. Yeye ndio alikuwa archangel wa hiyo. Unajua kuna 3 groups, there were 3 groups in heaven of angels, and they had their leaders. The first group tunaweza sema ni group of battle, ambayo ilikuwa inahediwa na nani? Na angel Michael. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo uko ina war, how group hiyo ya angel ndio inakuja kukusaidia. Wakati ambapo tuko protected, the Bible says in the book of Psalms ya kwamba malaika wanafanya kituo kwa wenye haki. Hao wanafanya kituo kwa wenye haki wakiwalinda. Hawanafanya kituo kwa wenye haki wakiwalinda, niyo group ya archangel nani? Michael. Group ya war, group ya battle. Huyu Michael ni yeye alienda wakati Lucifer, shetani alikuwa anataka kuchukua mwili wa Moses, akamkataza. Huyu Michael ni yeye ambaye wakati Daniel alikuwa anataka kureceive majibu ya maombi yake in the book of Daniel, na the dominion of the kingdom of Persia, ya kingdom ya darkness walipinga. Huyu Michael ndiye alikuja na akapigana na hao, wakawachilia majibu ya maombi ya Daniel na kwingine. Kwa hivyo huyu hiyo ni group moja. Group ingine ni messengers, group ya kutumwa na Mungu. Pelekea ule jambo fulani, pelekea ule jambo fulani, pelekea ule ombi lake, jibu la ombi lake. Bwana asifiwe sana. Na ukisoma hiyo Daniel, wakati ambapo Mungu alikuwa anafanya hivyo, Biblia inasema yule ambaye alikuwa ametumwa. Hapa chapter 9 tutaongea kidogo kuhusu angels na kuhusu the kingdom of spiritual realm, venye kuna kuanga huko. Kuna mhubiri tunampenda sana asubuhi, anahubiri, amesema hivi asubuhi ya kwamba the spiritual realm is real than the physical realm.
Amen. Unaona hivyo, tunaonanga mambo ikitendeka ni kidogo, ile inatendeka in spiritual realm ndio kuu kabisa. Kuna a lot of activities in the spirit. Kuna a lot of activity. Bwana asifiwe sana. Praise God. Ukishinda, ukiona umeshinda physically, ujue already spirituality yako ndio umeanza kushinda, ndio ukakuja in the real physically. Bwana asifiwe sana. Now, ukisoma Daniel utasikia hivi, aliposema atafast, alipoamua ya kwamba atafast for 21 days. Na unajua alikuwa anaombea nini? Tushawaiona hiyo tena. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mwingine tunasoma Revelation, lakini unafikiri ya kwamba ni vizuri kuenlighten mambo mengine. Tuliongea hapa tukaona ya kwamba ni katika Ezekiel, Jeremiah chapter 29 verse kuanzia 10. Ya kwamba Daniel alikuwa anafanya nini? Daniel alikuwa anasoma maandiko. Na akaona maandiko pahali Daniel, in the book of Daniel, alisoma Jeremiah chapter 29 verse kuanzia 10. Tuseme chapter 29. Akaona ya kwamba Mungu ulikuwa umesema kupitia nabii Jeremiah ya kwamba tukikuja huku exile tutakaa for 70 years. Akaona hivyo kwa maandiko, na akaona ya kwamba tulikuja lini? Mwaka fulani, na sasa tuko mwaka gani huu? Kwa hivyo hata sio 70, hata ni 71 years. Kwa hivyo already hapa kuna promise. The Bible says, na ni vizuri kuelewa maandiko hivyo. Tukielewa maandiko hivyo, tutaelewa Mungu na tutakuwa na shida. Unaona, Biblia inasema aje? Hamna maana hamuombi. Kumaanisha ni yenu, but because you are not asking, then hauna. Na ni yako, ni promise ya Mungu. Unaona, ukiangalia vizuri sana wakati Daniel alikuwa anaomba the 21 days, ilikuwa even 70 ilikuwa imepita. Lakini juu hawaombi, na kwa sababu hawakuwa na search maandiko, Mungu anasema nini? Kwa hivyo ilikuwa the 71st year na bado wako exile. Na Mungu alikuwa amesema watakapo 70 years. Sasa juu hawajui, wanaendelea kukaa hata 71st year. Na kama sio Daniel aliangalia maandiko, wangekaa. Kwa nini? Hawaombi, hawasemi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo number 1, maandiko yatakuchanua. Yatakuonyesha your promise, you are right. Na kama hautayasoma hautajua. Alafu namba 2, hata kama alijua hivyo akusema Mungu ona maandiko hebu tupeleke, hapana, alifast. Ni right yake ya kwamba God ulikuwa umepromise, but alifast. Alafu hapa wacha tu tudwele na hivi tunaendelea juu ni important pia. Unaona, alipojua kweli ni the 71st year na 70th year ndio Mungu alikuwa anasema ataturudisha, alifanya aje? Alienda akafast na akaanza kuomba. Bwana asifiwe sana. Praise God. Ukiona hivyo unaona aje? The Bible says in the book of John chapter 1 verse 1, in the beginning there was Word, and the Word was God, and the Word was with God. Unaona, mimi huwa nasema hivi, ikiwa fast when you have been directed by the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu na akafunga siku 40. Bwana asifiwe sana. Alipokuwa ameongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Unaona, kile kitafanya uwe ukiomba, kile kitafanya hata kufunga uwe ukifunga,
ni ukisoma maandiko. Lakini ukifunga juu wengine, huyu tunaishi na yeye hapa, anaombanga, anafunga, hata mimi nitafunga. Unafunga kwa sababu yake, unaona akifunga, lakini hujadirectiwa na the Holy Spirit. Unaona, Daniel alisoma, akasoma, akasikia compiled by the Holy Spirit kufast na kuomba. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na ndiposa alifast na akaomba. Number one, shetani anataka aje? Unaona, ufalme, shetani ni wa ufalme wa giza. Unaona, ufalme wa giza, wacha tuchukue English inasema ya kwamba the kingdom of darkness. Unaona, Satan is the king of the kingdom of darkness. The word darkness, ukiona source yake mahali imetoka in the Greek language ama Hebrew language, inasema darkness inamaanisha ignorant. Ignorant ni nini? Kutojua. Yeye ni mfalme wa nini? Ni mfalme wa ufalme wa kutojua. Kwa hivyo kile shetani anapingana nacho, ujue siku ya leo, ni wewe usijue. Just that. Hebu kumbuka wakati hatukuwa tunajua hii mambo ya grace. Si tulikuwa tunang'eng'ana sana. Bwana asifiwe sana. Si tulikuwa tunang'eng'ana, na si tulipojua, si tukasetiwa free. Sasa hii nasikia at least uko free, hauko under condemnation. Bwana asifiwe sana. The same case, hiyo ndio shetani anafight nayo sana. Na kile ambacho atafight nacho sana kwa maisha yako ni usisomange Bible. Kwa sababu ukikosa kusoma Bible hautajua right yako. Kwa sababu your right is here. Hizi ndio right zako. This is the constitution of the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. Unaona, kama ujui right zako hata katika nchi, utaangaishwa na polisi wakikushika, lakini na wale wanajua right zao, hata washikangwi na madharau. Unajua usipojua na karau ajua ujui right zako, watakushika. Unakuta mwanaume anashikiwa hapa, anaenda hivi, vidole za miguu tu ndio zinakanyaga chini. Ujui right zako. Na ule anajua right zake, anaambiwa aje, twende ripoti katika kituo cha polisi. Tunaona kama venye mapolitician wanaambiangwa juu anajua right zao. Kuna venye polisi anaweza fanya yeye asimame kwa mbao. Praise God. Kwa hivyo nataka kusema aje? Nataka kusema ya kwamba Daniel alijua maandiko, akajua right yake, ndio akafanya nini? Akaomba. Alipoomba sasa, kwa sababu umeshika hapo, kama wewe make every week, fanya hivi, jitengenezee timetable ya kustudy the Bible. Please, I beg you. Jitengeneze. Usifike home useme sasa umechoka sana ulale tu. Shetani anapiganga makofi ile hujaona. Unaona? Lakini ukisoma utajua ukweli. Sasa Daniel alifanya aje? Alipojua ukweli, akaamua 21 days nitafunga. Alafu wengine, wacha mimi nachekeshangwa sana na watu wengine. Ati Daniel alifunga 21 day, kuna watu wamechukua 21 days kama a divine days of fasting. But I want to tell you nothing of the sort. Hata ukiishi tangu uokoke haujawahi fast, wewe ni mwenye haki, utaenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kuna watu tulikuwa tunakumbuka mtu alikuwa anatuambia ati partial fasting, ati mimi siwezi fast partial fasting. Unajua hiyo ni gani? Ni ile unaweza sema sitakuwa na kula hii, nitakuwa na kula hii. Sitakuwa na kula, ama nitakuwa na kula sapa tu. Breakfast na lunch sitakuwa na kula. Unaona? Anasema yeye hawezi hizo. Hiyo ni kama kutofast. Hakuna. Acha nikwambie hakuna kitu kama hiyo. Unaona?
Biblia, fasting is biblical. Yesu alisema aje? Mambo mengine hayawezi fanyika bila kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Tunakumbuka wakati ambapo wale wanafunzi wake walijaribu kukemea ile pepo, ikakataa kwenda kabisa. Wakaambiwa aje? Ni kwa sababu hamjafunga. Unajua kufunga inafanyanga nini? Kufunga, fasting, inafanya mwili wako ukose nguvu, mtu wa ndani awe na nguvu. Wacha nikupatie mfano mmoja hivi. Kwa nini hii ni pepo unaikemea toka, na sio pepo tu, ni any miracle ambayo unataka na ijafanyika, kuna venye shetani ameihinda isifanyike. Sasa unaomba toka, Mungu nataka unibariki na hii, nataka unibariki na hii, haifanyiki. Lakini ukienda ufunge hata siku moja, ufunge alafu ukuje uombee hiyo issue ifanyike. Kwa nini? Kwa sababu yule the inner man ndio anapigana na shetani, ndio ana operate in the kingdom in the spiritual realm, mtu wa ndani. Now mtu wa ndani amekuja, amejaribu hii pepo ili miracle yako ihappen, imekataa. Lakini unaenda huko una fast, unakuja tena inakubali. Kwa nini? Kwa sababu huyo inner man wa kwanza, wakati umeenda ukafast ukakuja ni different one. Kwa nini? Kwa sababu huyu umeenda ukatesa huu mwili, ukafanya huu mwili wa inner man ukue more strong. Sasa unapokuwa more strong, unaweza hii pepo. That is the purpose of fasting. Bwana asifiwe sana. Bila hizo miracles, lakini utaenda mbinguni, lakini utakaa bila. Lakini ukitaka kuwa nazo, wewe ni vizuri kudirectiwa na the Holy Spirit na kufast. Now, hiyo ni the second what? Group of angels ambao wanaongozwa na Gabriel, ambao ni wa kutumwa. Now, walikuwa wametumwa wapelekee Daniel majibu, lakini Daniel akawakataza. Shetani akawakataza, akawapinga. Sasa Biblia inasema ya kwamba huyo angel aliitana angel wengine wakuje. Umesoma hiyo maandiko? Aliitana angels wengine wakuje, na nataka kuamini aliita hii group ya battle. Wale walikuwa wametumwa wapelekee Daniel majibu ni wa hii group ya kutumwa, lakini wakakatazwa. Sasa walipokatazwa na ufalme wa giza, wakaita sasa group ile ingine ya ufalme wa vita, na shetani hakukuwa na lingine isipokuwa ondoke, na Daniel majibu yake yafanye nini? Yajibiwe. Hiyo ni second group of angels. The third group ilikuwa ya hiyo Lucifer. Venye Lucifer alikuwa anaona bingu ilikuwa inaenda ina worship kabisa, akajawa na ile pride. Na alipojawa na ile pride, ndio akaambia hao angel pia yeye wa worship. Na Mungu alipoona hivyo, sasa akamshusha hapa duniani. Yeye na hiyo group yake yote wakashushwa hapa duniani. Sasa hao ndio wanaitwaje? Shetani na demons wake, ambao waliangushwa kutoka mbinguni mpaka hapa duniani. Sasa hiyo Revelation chapter 9 inasemaje? And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star a fallen star from heaven to earth, and he was given the keys and shaft of the bottomless pit. Bwana asifiwe sana. Praise God. Nafikiria hiyo tumeunderstand. Alafu akapewa funguo za nini?
za kufungua kuzimu, kufungua bottomless pit. Na alipoenda akafungua bottomless pit, kukatokea moshi mkubwa sana, moshi mkubwa sana, bottomless pit. Bwana asifiwe sana. Kukatokea moshi, na huo moshi ulikuwa ni nini? Katika hiyo moshi kulitokea demons, mashetani wengi sana ambao walifunguliwa na Lucifer. Huyu fallen angel ni Lucifer, akapewa funguo, akafungulia mademons wengine ambao hata waleo huwa kuzimu, wanakuanga kuzimu hata waleo. Bwana asifiwe sana. Na tutaona venye wali behave. Lakini tunaweza jiuliza, hawa ni kina nani? Unajua ni vizuri kuelewa spiritual realm unaendelea ngaje. Tukumbuke ile region ilikuwa kwa yule jamaa, alikuwa anakaa makaburini akijikatakata na mawe. Wakati Yesu alienda kuwatoa ndani, walimsihi hivi, tafadhali usitutupe uko kuzimu, in the bottomless pit. Kwa nini? Wakitupwa, Mungu ako na nguvu, na ni vizuri tuelewe hivi. Mungu, unaona hivyo, Mungu, unaona venye shetani huwa na behave. Ni Mungu tu amempatia ruhusa ya kubehave hivyo. Otherwise, hawa mapepo saa hii wamefungwa kuzimu. Kuna mapepo wakali sana, wabaya sana, hata kuliko wale wanaoperate saa hii, wamefungwa kuzimu. Ni wakali kuliko wale wako. Na hawa mapepo walikuwa kwa ule mtu alimsihi hivi, tafadhali usitutupe kuzimu, bottomless pit. Kwa sababu alikuwa anajua Yesu ako na nguvu za kusema nendeni bottomless pit na msikawahi toka huko. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu akisema mashetani wote waende huko kuzimu na wasikawahi toka, wanaenda. Na hivyo ndio atafanya after tribulation. The 1000 years shetani atafungwa miaka ngapi? 1000 years. Si tulisoma hiyo, tunaweza kumbuka. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo. Haya, sasa hawa mapepo lazima tuelewe. Hawa mapepo, mashetani walifungwa ni lini? Peter anaelezea vizuri. Hebu tuende katika the book of Peter. The book of Peter chapter number 2. Second Peter. Ukienda uanze verse 1. Second Peter chapter 2 verse 1, lakini tu ya time wacha tuanze verse 4. Sasa Peter alikuwa anasema ya kwamba wale wanaomkataa Mungu atawajaji, na akafeana facts ambazo zitaonyesha Mungu atawajaji. Chapter 2 verse 4 of Second Peter inasema hivi, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chain of gloomy darkness to be kept until the judgment. Bwana asifiwe sana. Ukienda utasoma hivyo. Nafikiria tumeshika. For if God did not spare, kwa hivyo God had to spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chain of gloomy darkness to be kept until judgment. Bwana asifiwe sana. Praise God. Amen. Hivi ni kumaanisha Mungu alichukua, Biblia ikisema angels, kuna especially in the Old Testament, demons wanatajwa kama angels, but fallen angels. Now, sasa Peter akisema hapa angels, anamaanisha demons sahi in the New Testament.
demons. Ya kwamba demons walipo sin, Bwana asifiwe sana, walipo sin against the God, haya angels walipo sin walishushwa. Wacha nikwambie, unajua mara ya kwanza wakati Lucifer alikaidi Mungu akatupwa hapa duniani, na angels wake walikuja hapa duniani. Sasa wako hapa na sio duniani for that matter, kuna ni spiritual realm hapa duniani, ni kwa mwanadamu, sio kwa angels. Ama angels wakikuja hapa wanakuja kutuprotect sisi righteous people, na demons hawana nafasi katika hii dunia, hawana. Wakikuja sisi ndio tunawaruhusu wakuje, but hawana. Let human being have dominion. Hivyo ndio Biblia inasema. Na human being ni nini? Humus being, mtu akona humus alafu ni being, anaishi huyo, wacha yeye atawale dunia, but not angel, not anything in spirit. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wale tunadanganywa ati roho wa mtu alikufa na kukujia, ni uongo. Huyo ni shetani na hana mamlaka. Mkemee, mwambie kwenda mahali unafaa kwenda katika jina la Yesu. Hivyo tu, na utaona hiyo. Na huyo sio mtu, huyo alikufa, ni uongo, anajifananisha na yeye. Mkemee katika jina la Yesu na utamuona tena. Na usitororete, usiagi, hapana alinitembelea, na don't argue nonsense, kwa sababu ni uongo wa shetani. Bwana asifiwe sana. Na walipotupwa hapa duniani, sasa wakati in the book of Genesis chapter number 6, Biblia inasema hivi, kile kilifanya Mungu akasirike, lakini akapata neema. Noa akapata neema kwa Mungu, akamwambia ajenge safina. Ni kwa sababu Biblia inasema watu ama wana wa Mungu walifanya dhambi na wana wa ulimwengu, na wakazaa watoto. Hivyo ndio Genesis chapter 6 verse 1 inasema. Sasa wana wa Mungu walipofanya usherati na wana wa dunia, wakazaa watoto, na hao ndio wakawa majitu, wale ambao waliangamizwa na flood wakati wa Noa. Now hapa kuna kuanga na a lot of argument. Kuna watu huwa wanasema ni angels walitoka juu mbinguni wakafanya usherati na mwanadamu, wakazaa hao majitu. Na kuna wengine huwa wanasema Kain alikuwa amelaaniwa na Mungu, na kwa sababu alilaaniwa na Mungu alizaa watoto. Kwa hivyo in other words, kwa sababu ni Old Testament, hao watoto pia walikuwa wamelaaniwa. Lakini wana wa Adam, hawa wengine hawakuwa wamelaaniwa. Kwa hivyo hawa wana wa Adam walienda wakafanya usherati na wana wa Kain, na wakazaa majitu. Kwa hivyo kuna hizo theories mbili, lakini hatuwezi sahau the fact that angels do not have bodies. Angels ni sexless. Angels hawana female or male. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni sexless, hawana female or male. How comes walifanya usherati na Hawa? So kuna hizo theory, na siwezi kukuambia yako ni mbaya ama nzuri, lakini kile nataka wenda usachi maandiko zaidi. Lakini mimi chenye naweza amini ni hiki, ya kwamba hawa angels walifanya nini? Waliingia kwa wanadamu, na walipoingia kwa wanadamu, nafikiria waliingia kwa hawa wana wa Adam, hawa wengine, alafu ndio wakawaforce waende wakafanye usherati na hawa wa nani? Wa Kain, ambaye alikuwa amelaaniwa na Mungu.
Sasa katika hiyo ni kana kwamba Mungu alikuwa amekataza juu alikuwa amelaani hiyo generation ya Kaini. Na sasa